Mpendwa mtazamaji wangu, nyoka wa pili, nimeshasema nyoka wa kwanza ni yule nyoka wa Mwanzo sura ya 3. Na nyoka wa pili ni Yohana sura ya 3. Huyu nyoka wa pili anapatikana katika Yohana sura ya 3 fungu la 14 hadi 16. Tutasoma wote kwa pamoja. Kama una Biblia yako uifuatilie vizuri tu. Yohana 3 fungu la 14 hadi fungu la 16. Anasema hivi: na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Nimeishia hapo. Sasa mpendwa mtazamaji wangu, huyu nyoka wa pili na yeye anahubiri akiwa amejipinda juu ya mti wa msalaba. Ni nabii wa kweli kinyume na yule nabii wa uongo. Ni nabii wa kweli kinyume na utabiri wa yule nabii anayeitwa Shetani, nyoka wa zamani au danganyaye ulimwengu wote. Na Yesu ni mwana wa pekee wa Baba. Hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, yani yeye ndiye asili ya uzima. Anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Anasema ndani yake ndimo mlimo kuwa na uzima, na uzima huo ni nuru ya watu. Bwana asifiwe sana. Anasema neno akafanyika mwili akakaa kwetu, tukauona utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa huyu nyoka naye anahubiri akiwa amejipinda juu ya mti wa msalaba, ishara ya ule mti wa uzima kule bustani ya Eden. Na yeye pia ameahidi asili ya uungu kwa kula tunda lake, yaani kila aliyemuona na kuamini ukweli wake aliousema anashiriki matunda yake, ambayo ni uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Uzima wa milele. Na nyoka huyo juu ya huo mti aliwakilisha maisha ya imani kwa kumtegemea Mungu. Na ndio maana anasema kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na ikawa dhahiri kwamba nyoka huyo ni mwana wa Mungu, na hivyo wafuasi wake wana uzima wa milele. Na ndio maana anasema kila amini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Anaposema uzima, ni ule uzima, sio ule uzima wa kibinadamu ambao unaitwa bios, ambao tunanyang'anywa tunapotenda dhambi. Tunakufa kifo cha bios. Wanadamu wote wanakufa kifo cha bios. Lakini kuna kifo kingine ambacho kinaitwa mauti ya pili. Hiyo ndio inatunyang'anya kile kiini cha uzima. Lakini ukimwamini mwana wa Mungu, anasema hivi, wafuasi wake wanapata ule uzima wa milele ambao uko katika nafsi ya mwana wa Mungu, unaitwa Zoe. Ndio maana kwamba wale wote waliomwamini wanashirikishwa asili ya kimungu, ambayo ni uzima wa milele, kutokufa. Wafuasi wake wanakuwa na uzima wa milele. Sasa chagua. Biblia inasema nimeweka mbele yako mauti na uzima. Chagua uzima ili upate kuwa hai. Nyoka wa kwanza tunaona alifanikiwa kumdanganya mwanadamu katika Warumi sura ya 5 fungu la 12. Anasema hivi: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya nini? Wamefanya dhambi. Lakini nyoka wa pili ni uzima, na uzima hatimaye mauti iliwameza wanadamu wote. Sasa ndio maana wanakufa, lakini ni kifo cha kwanza tu ambacho ukimwamini Yesu athari zake zinaondolewa mara moja. Ndio maana nyoka wa pili anaitwa uzima,
Wakorintho wa kwanza sura ya 15 fungu la 26 anasema hivi: adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Wakorintho wa kwanza tena hiyo hiyo sura ile ya 15 mstari wa 54 anasema hivi: basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo itakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Mauti imemezwa kwa kushinda. Waebrania sura ya 2 inapatikana fungu la 14 hadi 15. Mauti inamezwa kwa kushinda. Yaani mauti nayo inamezwa kama yule kobra alivyomeza chatu. Mauti nayo inamezwa. Lakini sasa Yesu ni tofauti na yule kobra anayedunga sumu. Yesu yeye anadunga ukweli. Ukweli wake, ukiamini ukweli wake unapata uzima wa milele. Kwa hiyo kuna sindano za kutosha. Wakati ibilisi anatema cheche, anatema uongo, sumu ya uongo inamuua mwanadamu. Lakini ukiamini ukweli, kila muaminie yule nabii aliyesulubiwa msalabani, aliyetabiri akiwa juu ya mtu wa uzima, juu ya mtu wa msalaba, anasema mauti imemezwa kwa kushinda. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo na wewe uwe miongoni mwa wale ambao mauti itamezwa. Uzima unameza mauti milele, kwa sababu ule uzima wa kimungu una nguvu ya kumeza mauti, na mauti ikapotea milele. Na ndio maana kila mwaminie hatapotea, maana atapata uzima wa milele. Kwa nini usijisalimishe kwa Yesu leo? Yeye ndiye mwana wa pekee wa Baba, amejaa neema na kweli, na ile kweli yatuweka huru, na hatimaye matunda yake ni uzima wa milele. Sikiliza wimbo huu unaotoka kwa kwaya ya Kinondoni unaosema: Baba Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yesu alikufa kwa ajili yangu na wewe, tupate uzima wa milele, tusipate kufa mauti ya pili. Yeye alikufa mauti ya pili pale msalabani, na hivyo shetani alidhania alifanikiwa alipomzinga Yesu msalabani, akambana mpaka Yesu akakata roho. Lakini maandiko yanasema yeye aligongwa tu kisigino, yeye akaibuka akamponda joka kichwa.
akamwangamiza joka. Kwa hiyo tukimwamini Yesu tunarejeshewa uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Katika uzima ni upendo usiopimika aliyokupenda Mungu, aliyonipenda, aliyokupenda mtazamaji wangu. Jisalimishe kwake, unapata uzima wa milele. Uzima wa milele. Uzima wa milele ndio uwakujue Mungu wa kweli, wa kweli, na mwanawe pekee Yesu Kristo. Anakupenda, anakupenda. Haleluya. Usiopimika wake Yesu kuingia anakupenda na wewe pia. Usalimishe kwake, maana utakuwa huru milele na uzima wa milele. Tuombe. Mungu Mwenyezi, wema wako ni mkuu. Na muombea mpendwa mtazamaji popote pale alipo, kama alikuwa amedanganywa na shetani akaingia katika vyama vya siri, vyama vya Freemason, vyama vya umizimu, vyama vya uchawi, wamedanganywa Baba, walikuwa hawajui. Sasa Mungu wangu, uwaokoe na kuwanusuru kutoka katika janga hili, maana wao walioamini maneno ya ibilisi, wao na familia zao wamemezwa na yule joka kwa njia ya uongo, wanasubiri mauti ya milele. Lakini kwa sababu ulimtuma kamanda wa mbinguni, mwanao wa pekee Yesu Kristo, kuja duniani kutuokoa, kwa kuliamini neno lako, sisi wote tunaokolewa, tunanusuriwa kutoka katika janga hili la mauti ya milele. Na kisha unatuhamisha kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lako, utuingiza katika uzima. Tumehama mautini na kuingia uzimani. Ninashukuru kwa sababu umesikia ombi letu. Sasa umtume Roho Mtakatifu akae mioyoni mwetu kwa wingi sana, ili tuwe salama, tukae katika kweli, tupate kutangaza sifa zako milele na milele. Kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina.